katika eneo hili la bahari. Nipo hapa ninasoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Ninamuona Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kwa uhalisia. Si kuishia katika maandiko tu. Najua hata uliko unamuona Mungu katika uhalisia, kwa sababu ukiona majani, ukiona mimea, unaona uhalisia wa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Na mimi hapa nipo kuangalia namna siku ile ambayo Mungu alitenga nchi kavu, akatenga na maji, akapaonesha pakavu, pakaonekana na maji akaweka katika bahari na katika maziwa. Na sasa niko baharini na nasoma kitabu cha Mwanzo, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Kwa maana hii nakupa ushauri wa kiafya. Nimekuja hapa, nimepata burudani ya kutosha ya akili, na akili imejengwa kwa uzuri. Burudiko la akili, burudiko la moyo wa mwanadamu anapoangalia ile asili ya viumbe au asili ya uumbaji wa Mungu, akili yake inafanywa upya. Akili yako kama umechanganywa na mambo kadha wa kadha huko duniani, maofisini, umetingwa, umebanana, unapotoka kuiangalia uoto wa asili ama uasili aliyoumba Mungu kama hivi, akili yako inafanywa upya na utapata burudani nzuri. Lakini si burudani tu, utafanywa akili yako upya katika utendaji kazi wa mambo mengine, utayafanya kwa ufasaha, kwa uzuri zaidi. Kwa hivyo ninakushauri tu kiafya, ni vema kutoka ukatazama viumbe wenzako, kwa maana ya hivi mimea pamoja na bahari viliumbwa na sisi tuliumbwa. Viumbe wenzako kawatazame, ili kusudi upate burudani ya kutosha na akili yako irejeshwe upya. Mungu akubariki unapokumbuka uumbaji na kumwabudu Mungu muumbaji aliyeumba. Kumbuka tu, he is the designer who created the heaven and the earth. Na hapa tupo duniani. This earth created by God, the designer. Mungu akubariki sana.